Siku ya leo siku muhimu sana. Na siku ambayo imetengwa ya kuweza kumtawaza mtoto na ambaye ndiye mtangulizi watoto wale wengine, na ndiye aliyekuwa hapo wakati ambapo mitume walikuwa wamepanga ya kuwa kuna siku moja wataweza kumchagua mtoto mmoja kati ya wale watoto wengine wote, kwa wale mitume wote, na huyu mtoto atakuwa mkubwa wote wale wengine. Atakuwa na nguvu zaidi kupita kiasi. Kiumbe cha Mwenyezi Mungu, Ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. yule mtoto ndiye mtangulizi, Wale watoto wote ndio mtume ambaye ameokolewa. ndio mtume. Na mtoto yule anahitaji leo siku maalum ya kuweza kumtawaza, maana anahitaji kwenda kumchukua kutoka kwa mikono ya Kioko. Ndio mtume wa Mwenyezi Mungu. Nimleta sasa hivi, unasikiza? Ndio Nahitaji afanye aweze kutawazwa. Baada ya hapo kuna kitu ambacho anakifanya. Naam, weke ulinzi mahali hapa. naam. Na sasa hivi kiumbe cha Mwenyezi Mungu, Ndio ni siku muhimu. Mtoto na yule ambaye mlikuwa mnasikia ameshapatikana. Na tayari kwa leo ni ya kumtawaza. Ni ujumbe tu nimetumwa na mtume wa Mwenyezi Mungu. kiumbe cha Mwenyezi Mungu uko wapi? Kwani kiumbe cha Mwenyezi Mungu ameenda mahali hapa? Maana nimemwacha mahali hapa. Kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu uko wapi? Nafikiri kiumbe cha Mwenyezi Mungu ameweza kufungiwa na damu, hata masikio yake hayasikii. Kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu, njoo hapo. Uko wapi kiumbe cha Mwenyezi Mungu? Kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu, kiumbe cha Mwenyezi Mungu, njoo mahali hapa mwanangu. Najua nimemkosea mtume, ila nilikuwa nimeenda kiasi. Kuna jambo na ambalo nilikuwa nimeenda kulishughulikia, na kama vile imefahamika, ilikuwa ni ashirio kuwa leo ni siku muhimu, siku mwafaka ya kufanya
jambo kuu. Najua nimekosea na hisia zangu zinaniambia Mtume hata niadhibu kwa kutoitika, ila naomba tu anisamehe. Ninahisi katika hisia zangu mtoto huyu atakuwa mtoto mkubwa kuliko wateule wote wale, na katika miungo ya wale watoto ndiye atakuwa mkubwa. Kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kinyume cha Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume. Kinyume cha Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume. Mtoto huyu ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambacho kimeweza kutawazwa. Ndio Mtume. Japo ni mchanga zaidi na bado yupo katika shule, ila nitaji mtoto huyu unamwekea ulinzi. Ndio Mtume wa Mwenyezi Mungu. Huyu ni mteule mdogo wa Mwenyezi Mungu. Atilie shaka yangu. Pumbavu wewe. Na kwanza, ili iwe funzo kwako na huyu mtoto, uweze kumwadhibu Kioko, naomba unisamehe. Nataka ujue kuwa mimi kama mtume wa Mwenyezi Mungu ulinikasirisha. Nataka iwe funzo kwako, maana huyu mtoto sitaki apotee. Lala chini. Lakini Mtume silikuwa Lala chini. Siku nyingine kinyume cha Mwenyezi Mungu wana adabu. Umenisikiza? Ndio Mtume. Umenisikiza? Ndio Mtume. Siku nyingine usirudie tena kufanya upuuzi kama huo wa kuweza kumtandika Kioko kama mimi sijakupa ruhusa. Amka, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kiboko hiki nimepiga ni kiboko cha Mwenyezi Mungu. Naondoka. Lakini Mtume umeniumiza. Njoo mara hapa. Simama hapa. Safi zaidi. Mshika mtoto. Nikivaa hivi namaanisha vita. Haya ni mavazi ya vita. Kitambaa chekundu. Mtume kwenye kitambaa chekundu ni mtume wa vita. Ndio maana leo nitaji mtoto mweke ulinzi. Mwanisikiza? Ndio Mtume. Mpe masharti yetu. Jambo la kwanza, kabla sijaanza, mpe masharti. ndio Mtume. Jambo la kwanza, keti chini. Ningependa nikuulize, na wale watoto wengine wanaendelea vipi? Vizuri. Safi. Kama inavyofahamika, siku hii ni siku yako ya kutawazwa. Kati ya wale watoto wengine wote, wewe utakuwa mkubwa. Utafanya na mambo makubwa, mambo yasiyoeleweka, mambo ya nguvu. Utaokoa nyoyo zinazokimbiza usiku na mapepo yanayotembea katika nyumba za watu usiku. Kazi hiyo itakuwa ni yako ya kupambana nayo. Na wale ambao watoto wanataka kujinyonga, utakuwa tayari kuwasaidia. Ndio. Na isikuwepo siku hata moja
kutatokea na ripoti ya kwamba kuna mtoto amejitia kitanzi kupitia kwa maroho ya mapepo. Umesikia hilo? Ndio. Jambo la pili, wale watoto wengine